Asante sana kwa kuendelea kuichagua Clouds Media Group na hii ni Clouds TV, lakini pia asante nyingi zaidi kwa kuendelea kuichagua scanner ya Clouds TV. Mimi ni scanning officer, naitwa Caesar. Jukumu langu ni moja tu, kuketi hapa na wale wafanya maamuzi, wale walioshika tunasema wameshika nini? Wameshika makali au wameshika mpini, ambao kimsingi ni watu ambao tunawatazama kama viongozi, kama wadau wa demokrasia, kama wawakilishi wetu sisi kama wananchi kwenye vyombo mbalimbali vya kufanya maamuzi, na kazi yangu ni moja tu ambayo umenipatia, ya kuwascan ili kuweza kupata majibu ya issues mbalimbali ambazo tunakuwa nazo. Leo kipekee ni zamu ya kumscan moja kati ya wanasiasa mashuhuri, lakini ambaye yeye ana pande mbili kama ambavyo ilivyo shilingi. Ana upande wa mwanasiasa, ana upande wa msomi. Amepata kufanya mambo mengi sana kwenye siasa za Tanzania. Muda unaweza usiniruhusu kusema yote aliyoyafanya, lakini sasa hivi tunapozungumza, yeye ndiye mbunge wa jimbo la Ubungo, yupo hapa jijini Dar es Salaam, lakini pia ni waziri kwenye wizara ambayo inashughulikia masuala yote ya mipango pamoja na uwekezaji. Huko nyuma yeye pia ni mwanazuoni mzuri sana. Ametoka pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambapo amefundishwa kwa miaka mingi sana, akiwa pia ni msomi wa kiwango cha juu katika nafasi ya uprofesa. Anaitwa Profesa Kitila Mkumbo. Karibu sana tukuskani. Karibu sana tukuskani. Kwanza hongera kwa kupata nafasi ya kuwa mwenyekiti wa kamati ya uandishi wa ilani wa Chama cha Mapinduzi 2025 tunapokwenda 2030. Ndio. Kumbukumbu zangu kama sikosei zinaniambia umepata nafasi pia kuandika ilani huko nyuma za vyama vingine, nadhani viwili vya upinzani. Unaweza ukaniambia cha tofauti kikubwa ambacho umekiweka humu hujawahi kukifanya hata kwenye hizo ilani za vyama vingine ulizowahi kuziandika? Katika maisha kuna jambo moja ambalo huwezi kulikataa au kulifuta, ni historia. Ndio. Historia yangu ya kisiasa nikiwa kijana kabisa nilikuwa Chama cha Mapinduzi. Baadaye nilipokuwa mtu mzima kidogo nikaingia upinzani kwa takriban miaka 10, kuanzia mwaka 2005 mpaka mwaka 2017 hivi. Nilikuwa kwanza Chadema, baadaye nikawa ACT, baadaye nikarejea Chama cha Mapinduzi mwaka 2017. Ndio. Kwa nikiwa kule niliwahi kutoa mchango pia. Niliwahi kuwa kwenye mwenyekiti kama hivi, mwenyekiti wa kuandika ilani ya Chadema mwaka 2010 na mwaka 2015 kwa ACT. Kwa nilipata nafasi hiyo. Sasa tofauti ni kwamba kila chama kina sera zake, kina sera mama. Lakini kuna mambo ambayo kwa kweli bila kujali upo chama gani, ni mahitaji ya nchi yatakuwepo. Kwa hapo mengi ambayo vyama vyote vinaingiza, kinachotofautiana ni namna ya kutekeleza. Okay. Yeah. Ukitazama hii ilani ya ambayo sasa umekuwa sehemu ya timu kama mwenyekiti kwenye uandishi wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ni vitu gani ambavyo wewe ukivitazama, of course pia kama msomi, unasema mimi naamini hivi ni vitu ambavyo vinakwenda kulibadilisha taifa letu kama ikitokea vikafanywa kazi kama vilivyoandikwa? Vipo vingi, lakini naomba nivitaje vitatu. Kwanza, sera mama za Chama cha Mapinduzi zinalenga maeneo mawili. Kwanza ni kukuza uchumi ili taifa liweze kujitegemea. Kwa hiyo uchumi imara ili taifa lijitegemee. La pili ni swala zima la ustawi wa wananchi wote, na tunazungumzia ustawi jumuishi. Kwa hizi ndio sera mama za Chama cha Mapinduzi. Sasa ilani ya CCM ina vipaumbele 9. Na nitazungumza baadaye, lakini maeneo mawili matatu ambayo nadhani tukiyasimamia tukiyatekeleza yatabadilisha sana nchi hii. Okay. La kwanza, tumesema swala la Tanzania liachane na kusafirisha bidhaa ambazo hazijaongezwa thamani, na wananchi wetu wanaojishughulisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi waweze kuongeza thamani ya mazao yao. Kwa tumezungumzia kuanzisha ujenzi wa mitaa ya viwanda kwa kila mkoa, kwa kila wilaya,
kwa kuzingatia jiografia husika ya mkoa na wilaya husika. Kwa tukienda Singida kwa mfano, maana yake tutazungumzia kuanzisha kwa mfano mtaa wa viwanda vya kuchakata mazao kama vile pamba, alizeti, karanga na kadhalika. Kwa badala ya mwananchi asafirishe kwenda kuuza alizeti kutoka kijiji A mpaka mjini, anasafirisha kwenda kituo, anatengeneza mafuta ile tunaita awali, kufanya uchakataji wa awali, primary processing. Kwa hiyo kiwanda ni kubwa kama li Mount Meru la kuchakata mafuta pale Singida, badala kupokea alizeti ya wakulima, anapokea mafuta ambayo yameshakuwa semi processed. Yeye kazi yake anakuwa ni kumalizia na kufukasha na kuyasafirisha. This is what we want. Sisi ni kama serikali, ni wajibu wetu kusikia sauti za wananchi, tunafuatia mitandao, tunapokea malalamiko yao na kuyafanyia kazi. Tupo na Mheshimiwa Kitila Mkumbo ambaye ni waziri anayeshughulikia masuala ya mipango na uwekezaji, lakini pia ni mbunge wa jimbo la Ubungo. Tuko naye hapa leo, tunamscan kwa ajili ya kujifunza mambo mengi, ikiwemo pia yanayohusu Chama cha Mapinduzi, kwa sababu amepata nafasi ama fursa ya kuwa mwenyekiti wa ile kamati ambayo ilikuwa inaongoza mchakato wa kuiandika ilani ya Chama cha Mapinduzi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu, ambao manake inatoa picha ya miaka 5 ijayo kama wananchi wakipa ridhaa ama wakikipa ridhaa chama kuendelea kushika hatamu na kuliongoza taifa letu. Tulikuwa tunazungumza mambo mengi sana ambayo kimsingi yanagusa masuala ya ilani. Kwenye hilo la ilani natamani kidogo Mheshimiwa Kitila unigusie kwenye eneo ambalo ni sensitive kidogo ama nyeti kwa taifa letu. Swala la ajira kwa vijana. Najua wewe ni msomi, wakati unaandika ilani mpya, manake pia unaitazama ilani ambayo mnakuwa mnaimaliza. Ndio. Ilani ya mwaka 2020 kuja 2025, CCM iliahidi ajira milioni 8. Yeah. Rasmi na zisizo rasmi. Yes. Mmefanikiwa kwa kiwango gani? Tumezalisha zaidi ya ajira milioni 8. Rasmi ngapi? Nakuja hapo. Changamoto ambayo tumeiona ni kwamba ajira nyingi ambayo tumezalisha zaidi ya 85% ni kwenye sekta isiyo rasmi. Kwa hiyo tumesema kwenye ilani ya sasa tumeweka target hiyo ajira milioni 8, lakini angalau 50% iwe katika sekta iliyo rasmi. Hiyo rasmi maana yake mtu anaajiriwa, anapata mkataba, analipwa mshahara, yani ile formal kabisa employment. So that is the new challenge ambayo tumejipa kama CCM. Kwa CCM nisaidie kujua definition ama tafsiri ya ajira isiyo rasmi. Inaanzia wapi na inaishia wapi? Sio kwa CCM, sera ya nchi kabisa. Ajira iliyo rasmi ni ajira ambayo kama wewe yule anayepanga viatu chini sio rasmi. Ni mnahesabu lakini ni ajira. Ni ajira. Kwa hiyo matching leo ambayo inamkuta ni ajira. Ajira tafsiri yake mtu anayechoma mahindi barabarani. Ajira tafsiri yake ni mnamhesabu kwamba ni ajira, mnaihesabu kwenye milioni 8. Sera kabisa ambayo imeandikwa kwenye sera za ajira za nchi. Ajira ni shughuli yoyote inayompatia mtu kipato halali. Inaweza kuwa kwa masaa, kwa siku, kwa wiki ama kwa mwezi. Hiyo ni ajira rasmi. Kwa hiyo shughuli yote ambayo unaifanya ambayo hatimaye inakupatia kipato halali ni ajira. Kwa hiyo Mheshimiwa Kitila Mkumbo, unasema yule kijana ambaye ana nguvu yake na kutana naye barabarani, amebeba midoli 3 ya Kichina, anauza kwenye mataa, anapata kipato. Ile mnaihesabu kwenye ilani ya chama kwamba ni ajira mnaitengeneza. Sio ilani, sera za nchi. Yaani ajira definition yake ni shughuli yoyote iliyo halali kisheria inaompatia mtu kipato. Wewe unaionaje hiyo kama msomi? Kusema kwamba ajira ya namna ile unaiweka kwenye malengo yako na ikitokea unajihesabu kwamba umefanikiwa. Unaiona imekaa sawa? Sasa ndio tumesema tunapoenda huko mbele sasa, na ndio ilivyo duniani sasa hivi. Kwa hiyo tumeanza kuimprove kwenye SDG, zile Sustainable Development Goals, yale malengo ya muda mrefu ya dunia. Tumepewa target ya sasa kuhama, badala tu kwenda kuhesabu ajira rasmi na sio rasmi. Maelekezo ni kwamba sasa twende kwenye ajira rasmi. Maana ndio maana tumejipa target ya
angalau utakazozalisha hizi milioni 8, angalau nusu ya hizo ziwe kwenye sekta iliyo rasmi. Natamani Mheshimiwa Waziri tumalizie hapo, na unaona kidogo na kazia kwenye eneo la ajira, kwa sababu bila shaka unajua sensitivity ya how sensitive hilo eneo lipo, na issue yangu mimi ilikuwa ni kwenye hii definition ya ajira zisizo rasmi, ambazo unaposema umetengeneza malengo, umeiandika, na unapokuja kujipima ukaniambia kwenye ajira zisizo rasmi unajipima, unamweka mpaka machinga anayetembeza vitu vidogo vidogo barabarani, napata mashaka. Tuiweke hivi. Sidhani kama kuna mtu anaweza kaandika sera akasema kuuza bidhaa barabarani. Tunachozungumza sisi ni neno ujasiriamali. Kwa maana kwamba mtu anakuwa na shughuli ya kwake ambayo inamuingizia kipato. Duniani zaidi ya 60% ya ajira zote mnazoziona zipo kwenye sekta isiyo rasmi, na dunia nzima inapambana kuhakikisha kwamba hizi ajira hizi tunazifanya ziwe rasmi. Kwa hivyo ni changamoto ambayo ipo duniani, lakini hatua ya kwanza ni kwamba mtu awe na shughuli yake. Tunatamani hivyo. Anaweza kaanzisha biashara kake, akaanzisha ujasiriamali, akaanzisha kiwanda kake kadogo, baadaye kanakuwa formalized, anaanza kulipa kodi, anaanza kuwa na mikataba, anaanza akaajiri watu wengine badala ya kuajiri watu. Kwa uchumi unaopitia hiyo ni sekta ambayo imekuwa hivyo. China imekuwa hivyo, India imekuwa, nchi nyingi. Kwa sisi tumejiwekea lengo by 2030 nusu ya ajira ambayo tutazalisha katika Tanzania hii ziwe ni katika sekta rasmi. Maana yake ni kwamba huyu mtu atakuwa na mkataba, huyu mtu ataweka pension, atalipa, atatengeneza na pension, huyu mtu atakuwa na security katika ajira yake. Ndio msingi mzima. Ili kufika huko lazima tujenge utamaduni, kwa mfano wa kuanzisha kampuni. Ukishakuwa na kampuni maana yake unaisajili, utaajiri watu, na ukiajiri watu utawapa mikataba, utawapa mishahara ambayo inalipa, kama ni kwa saa, kama ni kwa mwezi, inaeleweka. Huko ndiko tunapoelekea kama nchi. Uone kama kulikuwa na umuhimu wa hizi kuzipa tafsiri hizi ajira zisizo rasmi. Zimepewa. Kwamba zinaanzia ngazi gani? Zimepewa. Sema hiyo unaizungumzia. Bila shaka wasiwasi wangu umeuelewa, lakini umeelewa. Usema umeenda kwenye extreme. Ile kusema wewe anagonga kwenye dirisha. Kwa kweli Mheshimiwa, kwa sababu wengi wapo hapo. No, I don't think so. Hoja ni kwamba wengi wapo hapo. Ukiangalia wale unawahesabu kwenye tafsiri. Tunapimaje ajira? Yaani kwa mfano mwaka huu serikali kupitia NBS inaandaa kitu kinaitwa Household Budget Survey. Humo ndani watapima kiwango cha maskini, watapima ajira. Kwa hiyo utakuja kukuuliza wewe unafanya shughuli gani? Sio, utaandika pale mimi ni mtangazaji wa Clouds. Watakuuliza una mkataba? Ndio. Unalipa shilingi ngapi? Unasema hii ni formal. Kwa hiyo ina mwingine wewe nani? Mimi ni mkulima. Una shamba wapi? Hivyo. Kwa hiyo baadaye tunapata data za nchi nzima, tunazikategorize. Zipi ni formal, zipi ni informal. Kwa hivyo sasa hakuna atakaye kuja kusema mimi nagonga madirisha kwenye gari. Atasema wewe unafanya shughuli gani? Mimi mjasiriamali. Unauza nini? Mimi nauza nguo. Nauza vyombo. Kwa hiyo itaandikwa mle vyombo. Kwa hiyo ile unasema ya magari ni extreme. Lakini muhimu hapa ni kwamba sera ya nchi ya ajira imetengeneza tafsiri ya ajira ni nini, ambayo inafuata tafsiri ambayo tunatibu sio tu ya Tanzania. Tunakuwa guided na shirika la ile inaitwa ILO, International Labour Organization. Hiyo ndio inatuguide nini maana ya ajira. Na mbona ndio ameandika vizuri. Ipi ni formal, ipi ni informal. Na sisi kama nchi tunasonga mbele. Kwa hiyo tumejiwekea lengo sasa angalau 50% ziwe katika mfumo ulio rasmi. Umeshausikia mjadala wa kwamba kuna ongezeko kubwa sana la wamachinga wa ngazi ya chini na bodaboda. Na kumekuwa na mjadala mkubwa sana kwamba hicho ni kitu ambacho kinatoa uashiria wa kwamba kuna kitu kwenye nchi hakiko sawa. Sawa. Unafikiri ni kweli? Uchumi movement ya uchumi ipo hivi. Hatua ya kwanza ni kilimo. Kwa sehemu kubwa wanamezwa kwenye kilimo. Baadaye hatua wanaanza kuondoka kwenye kilimo. Wanatoka kwenda wapi? Wanapaswa kuondoka kwenda kwenye viwanda. Kutoka kwenye viwanda wanaenda kwenye utoaji wa huduma. Kama sasa hivi hiyo inaitwa huduma. Sasa sisi hapa katikati, kwa sababu tukiimarisha sana sekta ya viwanda, watu walianza kutoka kwenye kilimo wengi. Lakini kwa sababu hamna uchumi wa viwanda sio mkubwa, ndio kujikuta hiyo sasa. Wengi wanaenda kwenye huduma kama hivyo, wanaenda kwenye bodaboda. Lakini tukishaimarisha sekta ya viwanda,
badala ya mtu kufunga safari kutoka Mtwara kuja Dar es Salaam, atabaki Mtwara. Sio badala kusafirisha zile korosho Mtwara kuzipeleka Vietnam kama korosho. Tunaona kiwanda cha kuzalisha korosho pale ambacho kitajiri watu 1000. Kwa badala kufunga safari kuja huku kufanya hii kazi ya bodaboda, atabaki Mtwara akafanye kazi kwenye kiwanda cha kubangua korosho na kuongeza thamani. Kwa hiyo maana yake itabsorb wengi. Hivyo ndivyo ambavyo tunajenga uchumi huu. Kwa hiyo unakiri kwamba kuna sehemu tumefeli. Kwenye na hiki tunachokiona ni kiashiria cha sera, ni kiashiria cha sera. Lazima tu address. Ndio maana kila hatua, nchi na miaka 60. Sio kwa umri wa mtu ni miaka mingi sana, lakini kwa nchi ni muda mfupi. Unazungumzia unalinganisha na Uingereza ina zaidi ya miaka 1000, Marekani karibu miaka 300, sio? Kwa hivyo tunazungumza hapa ni kwamba muhimu mnapiga hatua na kuna changamoto lazima zinaibuka na mnazitatua kama nchi. Na hapa sisi hatuzungumzi serikali ya malaika hii. Yapo tumefuata mafanikio. Katika mafanikio zipo changamoto. Ndio maana kila siku tunaandaa sera za kushughulikia changamoto hizi. Kwa hiyo nimekuambia kwamba tumeona kwamba ilipaswa kutoka kwenye kilimo, twende kwenye viwanda, ndio mwenda kwenye huduma. Lakini kwa sababu sekta ya viwanda sio kubwa, watu wanatoka kwenye kilimo wanaenda wapi sasa? Ndio wanaingia kwenye bodaboda, wanaingia kwenye hizo bajaji, huyo wa machinga. Kwa hiyo tunataka tukuze sekta ya viwanda. Ndio maana tumesema badala kuacha viwanda hivi katika ngazi tu ya kitaifa, hebu twende pale watu walipo. Pale kama ni Mtwara, watengenezeni viwanda vya kubangua korosho. Bado tupo na Mheshimiwa Kitila Mkumbo, tunaendelea kumscan kwenye skana ya Clouds TV. Natamani kidogo pia sasa hivi tupate fursa ya kuona skana mtandaoni. Unajua MC Shonde huwa pia anapata nafasi nzuri sana ya kuangalia wadau kule mtandaoni wanasema nini, ili pia nao upate nafasi ama uwe sehemu ya kumscan yule mgeni ambaye tunakuwa naye kwa wiki hiyo. Na kama ambavyo tupo naye Mheshimiwa Kitila Mkumbo ambaye skana mitandaoni, hiki ndicho ambacho inakisema kuhusu yeye. Siza, vijana wangu wa mtandaoni wamefanya kazi nzuri ya kukusanya na kuskani maoni ya wanamtandao. Huu ni muda wa kugeukia mtandao, kusikia wanamtandao wanasemaje. Kijana wangu MC Shonde ameifanya kazi hii kwa umahiri na uhodari wa viwango vyote. Ukiingia mtandaoni na ukaandika Kitila Mkumbo, utakutana na machapisho mengi sana yanayomuelezea kama msomi na mbobezi. Lakini yawezekana hufahamu kwamba mwanasiasa huyu amepitia maisha magumu sana. Anaujua umasikini. Na kitu kilichomfanya au laani umasikini ni kitendo cha kufukuzwa shule ya sekondari Mwenge mwaka 1989, kisa shilingi 2000 ya ada. Kweli maisha ni safari. Leo hii ni mbunge na waziri. Mzaliwa huyu wa Iramba mkoani Singida hakuwa na bahati ya kulelewa na wazazi. Hivyo alisomeshwa na wasamaria wema pamoja na ndugu. Yeye mwenyewe anasema mwaka 1987 akiwa darasa la 7 akajiunga na CCM. Alipomaliza kidato cha 6 Pugu Sekondari mwaka 1994 akaenda kufanya biashara ya samaki bwawa la Mtera baada ya kupewa mtaji wa shilingi 20,000 na rafiki yake. Akanunua samaki Mtera, soko Iringa mjini. Mtaji ulipofika 100,000, bundi akatua kwenye biashara yake. Kwani alinunua samaki wa 90,000 akapakia kwenye lori ili akauze mkoani Mbeya. Walipofika Iringa mjini, walisimamishwa na polisi ambao walitaka waonyeshwe leseni ya kusafirisha samaki. Kitila hakuwa nayo. Akazuiwa kuanzia hiyo Ijumaa mpaka Jumatatu ili apelekwe mahakamani. Paka kufika hiyo Jumatatu samaki wakawa wameoza. Biashara ikaishia hapo, na msala huo ukamzidishia hasira ya kusoma kwa bidii sana. Akikumbuka maisha yake maseke, akapambana na akafanya vizuri sana kwenye masomo ya shahada ya kwanza ya sayansi ya elimu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mwaka 1999, shahada ya uzamili ya saikolojia na shahada ya uzamivu PhD ya saikolojia. Msomi huyu anaamini katika siasa za hoja. Skana ya kidigitali imekutana na chapisho la Kitila Mkumbo akimtaka mpinzani wake Boniface Jacob Boni Yai afanye mikutano ya hadhara ili washindane kwa hoja katika majukwaa na sio kuishia mitandaoni. Yeye kama mbunge wa Ubungo anaendelea kuchapa kazi.
Ikumbukwe Kitila na Boni Yai walishawahi kuwa chama kimoja, kwani katika harakati za kisiasa alijiunga Chadema kama mshauri na mjumbe wa kamati kuu, na akiwa huko Chadema aliandaa waraka uliopewa jina maarufu Waraka wa Mapinduzi ndani ya Chadema. Na basi baada ya kutumikia kwa muda mwaka 2014 akawahama makamanda, akajiunga ACT Wazalendo akiwa na rafiki yake wa siku nyingi Zitto Kabwe. Skana ya kidigitali imekutana na mamia ya machapisho ya profesa huyu, mengi sana, na yote anaonekana akitoa michango mbali kwa ajili ya mustakabali mzima wa nchi. Na ubora huo alionao ambao wengi wanauona sasa ndio aliouona hayati John Pombe Magufuli, kiasi cha kumfanya Magufuli ile mwaka 2017 abadili msimamo wake wa kuwa kiongozi wa upinzani hata tia mguu kwenye serikali yake. Akamteua Profesa Kitila Mkumbo kuwa katibu mkuu Wizara ya Maji. Na mwaka huo Mkumbo akahamia CCM na akapeperusha bendera yao katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 jimbo la Ubungo. Akapiga kazi kiasi kwamba wengi wanamtabiria makubwa, akiwemo Elon Musk wa Tanzania ambaye anasema kuwa Kitila Mkumbo anafaa kabisa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapo mbeleni. Tanzania inapiga hatua, na moja ya sekta muhimu inayoweza kuisaidia nchi kusonga mbele kwa haraka ni viwanda. Moja kati ya sera ya CCM ni kufufua, kuanzisha na kuendeleza viwanda ili kukomesha janga la ukosefu wa ajira. Na wanamitandao walishawahi kumuuliza Kitila, hivi ili kiwanda kiitwe kikubwa au kidogo kinapaswa kiwe na uwekezaji wa kiasi gani? Maana tunasikia Tanzania ina viwanda vingi sana. Skana imekutana na chapisho la Profesa Kitila mwenyewe la Oktoba 18 mwaka 2021 akifafanua kuwa kiwanda kikubwa ajira zinapaswa kuwa zaidi ya watu 100 na uwekezaji zaidi ya milioni 800. Kiwanda cha kati ajira 50 mpaka 99 na uwekezaji uanzie milioni 200 mpaka 800. Huko kiwanda kidogo kinapaswa kuajiri watu 5 mpaka 49 na uwekezaji kuanzia milioni 5 mpaka 200. Na kiwanda kidogo sana ni kile kilichoajiri mtu mmoja hadi 4 na uwekezaji usiozidi milioni 5. Pasco Mayala akasema kumbe Tanzania kuna wengi tunamiliki viwanda bila kujijua. Asante kwa ufafanuzi, na taarifa kama hizi zisiishie mitandaoni bali zifike hadi kwenye mainstream media. Kitila hajawahi kuacha kuwashauri wa Tanzania kusoma vitabu. Yeye ni msomi. Kwenye moja ya machapisho yake aliwahi kuandika, foleni jijini Dar ni fursa nyingine ya kusoma vitabu, kwani yeye amekaa sana kwenye daladala na hakuacha kusoma vitabu. Hii inadhihirisha ari yake ya kuongeza maarifa. Na katika vitabu vitatu na tafiti zaidi ya 18 alizoandika, mpaka leo mwanasiasa huyo ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya ilani ya CCM 2025 mpaka 30 anaendelea kukumbuka msaada wa dada ambaye alimsaidia shilingi 2700 ili arudi shuleni kusoma. Hakika maisha ya msomi huyu mbobezi yanatukumbusha kuamini katika kupambana. Na ukiamua kuhama nyumba iliyokupa hifadhi wakati unajijenga, ukiondoka usiinange, usipake matope, bali tumia muda wako kujipambanua na kufanya kazi bora zaidi ukiwa huko makazi mapya. Skana ya kidigitali, MC Shonde Live. Skana mitandaoni, bila shaka kama ulikuwa hujapata pia nafasi ya kufahamu baadhi ya vitu, najua kuna vitu hapo umeviona ambavyo hukuwahi kuvifahamu kuhusu Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, basi leo umevifahamu kupitia Skana. Mheshimiwa Kitila, kwenye ilani hiyo ambayo tunaizungumzia sasa,
Ukitazama hili kundi ambalo tulikuwa tunazungumza la vijana, ni kundi ambalo pamoja na mambo mengine linahitaji sana uwekezaji mkubwa uendelee kufanyika kwenye ujuzi. Sahihi. Kwa sababu hivi vitu vingine vyote tunavyozungumza ni ujuzi. Kabisa. Hata wageni tunaona wanakuja ni kwa sababu wana ujuzi fulani ambao wametuzidi, inabidi tuwategemee ili tuweze kusogea kwenye baadhi ya maeneo. Elimu yetu inaonekana ina changamoto sana. Natamani kujua kwenye sehemu ya ujuzi pamoja na ilani ya Chama cha Mapinduzi mnasema nini? Na kuna watu wamekuwa kienda mbali zaidi na kusema bwana, unajua hawa viongozi hawa bwana kina Kitila Mkumbo hawa, hata elimu wanayoitengeneza ukitaka kujua hata wao waiamini, tafuta watoto wao nyumbani. Hawasomi kwenye hizi shule za serikali. Wanasoma shule binafsi ama wanasoma nje ya nchi. Tunaweza kubadilisha nini kwenye hilo eneo ambalo naamini ndio mkombozi wa Watanzania? Kwa kweli hakuna namna. Hatua ya kwanza na kubwa na ya maana ya kuwatoa vijana na kuwatoa kwenye umaskini ujao ni elimu. Elimu ni kila kitu, na ilani ya CCM imeliweka hilo kama eneo kubwa sana la kipaumbele, na tunachosisitiza kwenye ilani hii ni kwamba hasa tuanze kutekeleza mitaala mipya na sera mpya ya elimu. Kwa sababu unakumbuka hivi karibuni serikali kupitia waziri wetu wa elimu imefanya mabadiliko makubwa sana kwenye mitaala, kwa lengo la kuifanya mitaala sasa impe kijana ujuzi, impe maarifa, impe studies zitakazomfanya akitoka hapa aingie kufanya kazi. Kwa hiyo tunataka tuanze kutekeleza hiyo mitaala. Hata juzi nimesema kwamba elimu yetu ilikuwa na K3: kula, kusoma, kulala. Basi mpaka mtu anamaliza chuo kikuu ndio anafanya mambo matatu haya. Tunataka tuhame hapo, kuwe na K4: kula, kusoma, kulala, kazi. Akiwa chuo kikuu asiishie tu kusoma na kulala, na afanye kazi pia. Kwa mfano hapo chuo kikuu, kwa nini sasa tuajiri watu wa kufyeka majani? Kwa nini wanafunzi, mimi nimesoma huko, nimefanya PhD Uingereza. Wakati nasifanya PhD yangu ilikuwa nahakikisha kwa wiki na masaa karibu 10 mpaka 20 ya kufanya kazi. Nimegawa masaa fulani naenda kufundisha seminar kwa wanafunzi wangu wa undergraduate. Masaa mengine nafanya kazi hotelini. Nilikuwa nafuta meza zile. Sio futa meza na kuosha vyombo vile. Sasa hapa kwetu cafeteria tumeajiri mtu, majani tumeajiri mtu, mpaka library. Huko Ulaya wanaofanya library ni wanafunzi wa vyuo vikuu. Tunataka tuende huko. Kwamba wanafunzi akimaliza atuambie yeye akata nasoma aliweko kuwa na experience gani. Nimefurahi imeanza hiyo. Kwa mfano nikienda pale Mlimani City, wanaofanya kazi pale Mlimani City wanaouza wengi ni wanafunzi wa vyuo vikuu cha Dar es Salaam. Kienda pale Grano Coffee, there is a place called Grano Coffee pale, very nice. Pale wanafunzi pale, kuna wanafunzi karibu 3 wanaosave pale, ni wanafunzi wa chuo cha Dar es Salaam. We want that pale University of Dar pale wana kitu kinaitwa Dasa Club. Ile wale wote ni watu wa nje. Tunataka akiwa pale chuo awe na masaa yake 3 akatoa huduma pale Dasa Club, Arisa Club na kadhalika. Kwa hiyo tunataka kwenda kwenye mfumo wetu wa elimu usio tu ni wa kusoma darasani, uwe ni mfumo pia wa kupata maarifa, study, ujuzi na uzoefu wa kufanya kazi. Ili ukitoka chuo kikuu usiseme tu mimi na BA History. Useme na BA History lakini ikiwa chuo kikuu nilifanya 1, 2, 3, 4, 5. Hilo mnafanyaje litokee? Manake nimeona wanafunzi tu katika mazingira kawaida sasa hivi hata kupata sehemu ya field ni changamoto. Ni mambo mawili. Kwanza ni mindset change. Tayari sera imeshaelekeza. Inakuwa sera ya serikali. Kwa maana yake sio hiari. Lakini pia itakuwa sheria. Kwa hiyo sasa hivi hapa kumchukua mwanafunzi katika kiwanda chako sio hiari. Itakuwa sheria, kwa kila mwaka utapewa lazima uwe na wanafunzi wangapi kutoka vyuo vikuu, kutoka taasisi za elimu ambao umewatachi pale. Kwa sababu naenda kuomba, naomba uchukue wanafunzi. Wewe kama una kiwanda cha kuzalisha sio matofali, sio utapangiwa kwa kila mwaka ni wanafunzi. Lazima katika kiwanda chako uwe na wanafunzi wangapi wanakwenda pale. Hiyo itakuwa sasa ni sera, ni sheria nchi. Lazima tu link kinachoendelea kwenye viwanda na kinachoendelea kwenye vyuo vikuu. Kwa hiyo ikija hapa Clouds haitakuwa hiari wewe kumchukua mwanafunzi anayesoma uandishi wa habari. Tungetaka kufika hapa tuwaambie wanafunzi wangapi hapa wanaosoma uandishi wa habari wapo hapa, wapo 2. Sio? Wanakaa hapa wanajifunza. Akitoka hapa anasema mimi nimetoka ICGMC lakini nimefanya kazi Clouds kwa miaka 4.
tayari ana experience. So this is the direction we are taking. Kwenye elimu ya chini ambayo naamini inatengeneza msingi ama foundation. Ndiyo. Lini mtafika sehemu ya kuitengeneza kiasi kwamba tumkute mtoto wa Kitila Mkumbo anasoma shule ya msingi Mzimuni? Sasa issue inakuja hivi, tumesema hivi kwenye kwanza elimu ya awali. Tumeweka kwenye ilani na tumeweka kwenye sera yetu pia ya elimu kwamba sasa ni lazima. Unajua elimu ni chini huko. Mwanafunzi lazima ajifunze huku chini, na inaanzia na elimu ya awali, inakuja shule ya msingi. Sasa ile anasoma wapi katika mambo ambayo hupaswi kuyafanyia uzalendo. Sio? Yaani wewe sasa mzazi katika nchi hii ana haki ya kuchagua mtoto wake akasome wapi. Sisi hatuwezi kumzoea mtu kwenda kusomesha mtoto wake South Africa kwa sababu tu ni katibu mkuu. Wanawauliza kuhusu nyewe viongozi. Ndio nasema, ndio nalieleza hiyo. Wanasema kwa mfano mheshimiwa, nilikuwa nafuatilia siku za hivi karibuni kwenye msiba wa mheshimiwa Mzee Msuya. Watoto wake walikuwa wanazungumza, wanasema sisi mzee alikuwa anatupeleka kwenye shule za serikali. Tunasoma na tumefika hapa. Sawa. Lakini wanasema bwana viongozi nyinyi wa siku hizi watoto wenu hamthubutu kuwapeleka shule za serikali kwa sababu mnajua kwamba ubora hujafika kwenye viwango ambavyo hata nyinyi mngependa watoto wenu wasome huko. Sasa anasema sisi anachosema ni kwamba yani kila mzazi kulea mtoto hatua ya kwanza ni ya mzazi. Serikali ina provide the basics. Kwamba tuna shule zinakuwa na ubora wa msingi. Kwamba kisoma haina tatizo. Lakini sasa mtu akitaka kwenda juu huwezi kumzuia. Lakini unamzuia mtu kwenda unakubaliana mtu kwenda hela. Ile mzigo na mbinguni. Lakini unakubaliana na hiyo fakti kwamba kama sehemu kubwa ya viongozi watoto wenu wasomi shule za serikali. Mimi sijafanya utafiti huo. Ni ushahidi wa kwamba ubora upo vizuri. Maana naona unanipiga chenga hapa profesa. Tafsiri ya ubora sasa. Unajua? Nikupe mfano mmoja. Mtakupa mfano, sio wa Tanzania, nitarudi kwenye Tanzania baadaye. Uingereza mtu anaamua kumpeleka mtoto wake private kwa sababu tu private kuna akienda kule pia anaendesha na nini ile farasi. Kwenye shule za umma hamna farasi. Sio? Anaenda peleka mtoto shule ya private kwa sababu kule wana pia na swimming pool. Yaani kuna kitu fulani kimeongezeka. Sasa huwezi kumzuia mzazi kwenda kupambana mtoto wake apate zaidi. Ila muhimu ni kwamba shule za serikali ambazo ni za umma lazima ziwe na vigezo ambavyo vina meet the basic requirement. Huwezi kumfanyia mzazi uzalendo kwamba sasa lazima kila mtu asomeshe hapa. Sasa itakuwa sio sawa. Mzazi kila mtu anafanya kazi, ana dream zake. Mwingine anataka kujenga majumba makubwa. Mwingine anasema mimi watoto wangu tu, dream yangu watoto wangu wasome Uingereza. Huwezi kumzuia. Unanielewa? Kwa sababu si kila mtu anafanya kazi, unafanya savings zako. Kama umesave kama kumpeleka mtoto wako kusoma na marafiki zangu wanasomesha watoto wa Swaziland. Kuna shule moja huko Swaziland maarufu sana. Wanasomesha huko. Sasa ninachotaka kusisitiza ni kwamba jukumu la serikali iweke mambo ya msingi yawepo. Mtu akitaka kupasu ziada, kwa sababu private maana yake ni ziada. Sasa huwezi kumzuia ziada. Lakini unakubali kwamba bado tuna changamoto kubwa sana kwenye kufika sehemu ya kutengeneza kiwango bora cha elimu. Kabisa. Tuna kazi kubwa ya kuenda kuboresha miundo. Kwa mfano tumefanya kazi kubwa kwenye miundombinu. Tumefanya kazi kubwa sana kwa ajili ya walimu. Hapa katikati miaka 3-4 tumeajiri walimu wengi sana, lakini bado tunahitaji kuendelea kuajiri walimu, tunahitaji kuendelea kuboresha miundombinu ya elimu. Hata katika ilani ya sasa tumekubaliana na tumeahidi kuendelea kuboresha miundombinu ya elimu ili watoto wetu ifike mahala katika nchi hii asiwepo mtoto ambaye hana dawati, asiwepo mtoto ambaye hana basics. This is important. Tumepiga hatua sana kwa sababu sasa hivi angalau wazazi wa Tanzania hana haja kufikiria kuhusu ada. Huko nyuma ilikuwa issue kubwa sana hii. Sasa hivi afikiria ada. Serikali inalipa. Inamaanisha kwamba anapunguzwa mzigo, lakini pia anasave hela kubaki mfukoni. Yaani mambo ya msingi ambayo tunayafanya. Kwa hiyo kama nilivyosema awali, tunaendelea na jukumu la kuendelea kuboresha mfumo wetu wa elimu, ikiwemo kuboresha miundombinu. Serikali iweke basics. Watu wakienda private waende kufuata ziada. Lakini watu waziwe kupeleka watoto wa private. Yes, mheshimiwa, tunaona moja kati ya vitu ambavyo vime make noise ilipotangazwa ilani ya Chama cha Mapinduzi ni kuingiza swala ama ajenda ya katiba mpya kwenye Chama cha Mapinduzi.
ilikuwa ni habari kubwa of course. Kila mtu of course sehemu kubwa ya watu wameshangana, wameijadili habari hiyo. Natamani kujua, najua kila kitu mnachokiweka kwenye ilani manake kuna mawazo nyuma yake. Kuna vitu mnavyofikiria, kuna msingi. Kama Chama cha Mapinduzi mmeona nini kama mapungufu kwenye katiba iliyopo ambayo yanawaambia kwamba kama nchi tumefika sehemu ambapo tunahitaji katiba mpya? Turudi mwaka 1992. Hakuna aliyeamini kwamba CCM itakubali mfumo wa vyama vingi. 1992. Lakini ni Chama cha Mapinduzi ambacho mwaka 1990 91 hatimaye halmashauri ya CCM ikaamua. Pamoja na kwamba ile tume ya Nyalali ilisema kwamba 20% pekee ya wananchi walitaka mfumo wa vyama vingi. The rest walitaka chama kimoja. Lakini CCM ikasema hapana. Sisi ni chama cha uongozi. CCM ni chama kiongozi. Na kiongozi maana yake ni kuona mbele. Kwa kaona twendeni vyama vingi. Nadhani sasa hizi ukiulizwa utaendelea kwamba tu chama kimoja, watakupiga bakora barabarani. Kwa hili jambo limezungumzwa muda mrefu. Hatimaye mwaka 2011 aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa 4 anaitwa Jakaya Kikwete akaamua kwamba nimesikiliza kelele nyingi, maneno mengi, wananchi tuendeni tukawape katiba mpya. Jakaya Kikwete haikuwa rais kwa sababu haikuwa sehemu ya ilani ya CCM. Walimuuliza umelitoa wapi hili? Kwa sababu rais wa Jamhuri ya Muungano hawezi kuibuka tu kwenye jambo kubwa la kisera bila kuwa na msingi wa chama. Chama cha Mapinduzi kinazalisha sera. Sera zizalishwe na mtu hapa, zinazalishwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo alimuuliza Jakaya, hizi umezitoa wapi? Akajenga hoja, akajieleza baba watu, hatimaye CCM ikamuelewa. Ikaruhusu twendeni kwenye mchakato wa katiba mpya. Ikafanyika mpaka mwaka 2014 mchakato ule ukatokea kilichotokea. Usisahau aliyekuwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba alikuwa anaitwa Samia Suluhu Hassan. Baadaye kaja kuwa makamu wa rais na sasa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Usisahau vile vile rais aliunda tume ya ile kamati ya iliyoongozwa na Profesa Rekaza Mkandala. Ndio. Na moja ya mapendekezo ilikuwa ni kwamba katiba mpya ni muhimu lakini haiwezi kufanyika kabla ya uchaguzi mkuu. Lakini alitoa mapendekezo kwamba huko mbele ni jambo la kuangaliwa. Mnaona nini kwenye katiba mpya? Nataka niombe. Kwa hiyo yani mchakato mzima Chama cha Mapinduzi kinaitwa Chama cha Mapinduzi. Maana yake ni chama ambacho kinaendana na mabadiliko. Hakishindwi, hakisiti kupindua jambo likiwa ni muhimu. Kwa jambo hili, the fact kwamba lilianzishwa na mwenyekiti wa CCM, likaendeshwa na wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Mchakato mzima ulisimamiwa na wana CCM wakiwepo marehemu Samuel Sita na ambaye sasa hivi ni rais wetu. Kwa hakuna sababu na bado linazungumzwa. Wananchi wanazungumza katiba mpya, vyama wanazungumza katiba mpya. Kamati zote ambazo tuliuliza zilipendekeza jambo hili lifanyike, lakini nilisema kwamba sio kabla ya uchaguzi. Kwa tumeona ni muda mwafaka liwekwe. Ni kwa mara ya kwanza CCM ina ilani 7. Hii ni ya 7 hii. Ni kwa mara ya kwanza ipo katika ilani. Kwa hiyo ni sera rasmi ya Chama cha Mapinduzi. Okay. Ndiyo. Msingi wake sasa. Msingi wake ni kwamba mnafikiri nini ambacho kinahitaji maboresho kwenye katiba? Kwa sababu bila shaka wananchi mtakwenda kunadi kwamba ni moja kati ya sera yetu. Ndio. Batizuri sera sio mpya. Yaani lazima muifafanue kwamba sisi kama chama ni vitu gani ambavyo tunaona kwenye katiba ya sasa inawezekana kwa mahitaji ya sasa havijitoshelezi. Hicho ndicho ninachokitafuta. Kitakuja. Pale imeandikwa kisoma ile imeandikwa hivi ni elekezo namba 3. Kuhuisha na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Inamaanisha nini? Sio jambo jipya. Lilikuwepo lakini likaishia njiani. Sio vizuri imetumika pesa yote hala ili jambo kwamba haja ya katiba mpya sio debate mpya. Ilionekana mwaka 2011 likajadiliwa. Kwa hiyo haja ya katiba mpya sio debate mpya, ipo. Kwa hiyo sasa kinachotakiwa hapa sasa kitu gani kiwe kwenye katiba? Sasa hivi tuna michakato karibu mitatu sasa. Tuna ile inaitwa katiba inayopendekezwa. Hapo kwenye katiba natamani kujua baadhi ya vitu kwa sababu ni topic ambayo imekuwa sensitive kwa muda mrefu. Bila shaka umesikia
no reform no election ambayo inaendelea. Siwezi kuacha kukuuliza. Na sehemu ya mambo ambayo yamekuwa yakilalamikiwa ni pamoja na yale ambayo yanatoka kwenye katiba. Mfano uchaguzi wa ngazi ya urais kisha fanyika, hakuna fursa ya kwenda mahakamani na vitu kama hivyo. Unalipi la kusema kwenye hilo? No, obviously, actually, kwenye rasimu zote mbili, rasimu ya Warioba na rasimu ya bunge la katiba zilieleza hilo swala kwamba lazima matokeo ya uchaguzi yakahojiwe mahakamani. Ni jambo jema tu. Lakini ni swala la katiba. Hili sio swala tu la kuamua kisheria. Ndio nikasema hivi, hiyo no reforms, you know what? Hauwezi kufanya reform za kisiasa kabla wanasiasa hawajakubaliana. Kwa hiyo hatua ya kwanza ilikuwa ni Chadema kuwashawishi wanasiasa wenzao, CCM, vyama vingine, wakae wakubaliane kwamba hizi ndio reforms. Halafu zinakuja bungeni. Huwezi kuanza jambo bungeni la kisiasa. Sio, bungeni ni kumalizia tu. Sasa unasema kwamba bunge hili wakatunge sheria, tutatungaje sisi? Kutoka wapi? Hamna msingi wa kutunga. Kwa the first step is to have what we call national political consensus on specific items of agenda. Wakisha kubaliana na siasa huku, wakisha kushawishana wao, bunge linamalizia tu. CCM nalaumiwa kwamba mlihujumu rasimu ya Warioba ambayo ilifuata mchakato wote. Sasa wewe ulikuwepo. Nani alikimbia bungeni? Unalipi la kusema kwenye hilo? Nani alikimbia bungeni? Upinzani alikimbia. Ukikimbia bungeni maana yake umeshindwa kushawishi kwa hoja. Unajua bunge ni jumba la kushawishiana kihoja. Mle hamna polisi mle. Sasa wenzetu walikimbia. Na aliongoza kukimbia Profesa Ibrahim Lipumba. Wakakimbia mle. Maana yake walishindwa kujenga hoja. Sio. Na mimi nakwambia hivi, watu wakafanya uchambuzi. 80% ya maudhui yaliyopo katika katiba inayopendekezwa na katiba inayoitwa rasimu ya Warioba yanafanana. Tofauti pekee ni muundo tu wa serikali tatu. Sio. Sasa katika vita ukishinda nusu vita umeshinda. Sasa wewe wenzako, kwa sababu sasa hivi hapa chama kinachotawala ni Chama cha Mapinduzi. Sera ya CCM inajulikana. Inapokuja kwenye muungano, ni sera yake ni muungano wa serikali mbili. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Zanzibar. Hii ni sera mama ya CCM kwenye muungano. Wala haiwezi kubadilika. Sasa ukingangania kwamba lazima ibadilike, utaweza kwa sababu sisi ndio bado tupo wengi. Ukipiga kura tutakubaliana na hilo jambo. Kwa hiyo maana kama hilo limekataliwa, unapata mengine, halafu unaenda kujenga hoja kwa umma. Siku na wewe ukipata madaraka utabadilisha. Simple. Kwa sababu kuna mambo ambayo ni mama. Mambo ya utu, usawa, haki, muungano, mapinduzi ya Zanzibar. Hizi ni sera mama za CCM, huwezi kuzibadilisha. Sio, utabadilisha only siku na wewe ukiingia madarakani. Lakini sasa wao hili jambo pekee ndio likawakimbiza. Kwa hiyo it was a very, it was what we call in English political stupidity. Kwa sababu mambo yote haya, tume huru, kutoka kuhojiwa mahakamani, yapo katika katiba inayopendekezwa. Tungekuwa tumepata tangu siku nyingi sana, wakakimbia sasa. Hebu nikumbushe kipindi hicho mheshimiwa ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa opposition. Ndio. Na ulikuwa unasimamia kwenye... Ndio, unasimamia pale ulipo. Mimi unajua hapa nipo hapa mimi. Mimi sasa ni Kitila Mkumbo. Sasa Kitila amebadilika. Tulia, sasa Kitila Mkumbo sasa. Ni Kitila Mkumbo, kisiasa sasa hiyo. Mwanachama CCM, waziri wa serikali ya CCM. Maana ideologically mimi sasa sipo huko. Sio. Sasa hapa natetea sera za CCM. Ni kwa sababu unakiamini au kwa sababu umepata nafasi upande wa pili? No, nakiamini mpaka nimeingia nimekubali. Maana yake mpaka unaamua kujiunga na chama, umekubali hizo sera. Bahati nzuri mimi nilipokuwa hata kule ni miongoni mwa watu ambao walipinga muundo wa serikali tatu. Kwa sababu siuamini. Na niliandika mpaka makala kwamba hii serikali tatu ya Warioba itaua muungano. Mimi ni muumini sana wa muungano, ni muumini wa Pan-Africanism. Kwa hata nikiwa kule, I wrote an article ya kupinga hiyo. Kwa kuna mambo ya msingi ambayo unaweza kusema popote ulipo. Asante sana. Huyo ni Mheshimiwa Kitila Mkumbo. Tukirudi tutakuwa na dakika chache kabisa ili tuweze kumalizia na kumruhusu kuendelea na majukumu yake mengine. Mheshimiwa, kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, na nimejaribu kufuatilia ilani kadhaa, hiki ni moja kati ya vitu vizuri ambavyo hamjawahi kuacha kuvitaja kwenye ilani, kuzungumzia masuala ya uwajibikaji, utawala bora, rushwa na vitu vya namna hiyo.
kwenye hili kumekuwa na mjadala ambao umeibuka na umekuwa mkubwa sana katika siku za hivi karibuni. Na hii nadhani linagusa kwenye eneo la demokrasia. Watu wanazungumza kuhusu uwezo wao, uhuru wao wa kuzungumza mawazo yao bila kubugudhiwa. Na hili limekuja mpaka limeunganika kwenye eneo sasa la masuala yameingia ya utekaji na vitu kama hivyo yanahusishwa na masuala hayo. Natamani kusikia lolote kutoka kwako kwenye eneo hilo, unalipi la kusema? Kwanza niseme kwamba kwa maana ya CCM kama chama ni chama ambacho kinaamini katika kujenga misingi ya kidemokrasia. Na msingi mkubwa sana wa demokrasia ni uhuru wa kutoa maoni, uhuru wa kujumuika, uhuru wa kushiriki katika shughuli za maendeleo kama sehemu ya raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kadhalika. Lakini pia ni chama ambacho kinaamini katika rule of law, utawala wa sheria. Demokrasia haiwezi kushamiri pale ambapo utawala wa sheria upo. Kwa hivyo ndio maana unaona katika miaka hivi karibuni tulirekebisha jambo moja muhimu sana. Kuna kipindi vyama vya siasa hapa vilizuiwa kufanya mikutano ya hadhara, ambayo ni uhuru wa kukusanyika, uhuru wa kushirikiana, uhuru wa kutoa maoni. Na serikali kupitia Rais Samia ilitoa hilo zuio, iliondoa hilo zuio ambalo lilikuwepo. Jambo la pili, mambo ya kijinai. Yanapotokea mambo haya ya kijinai kama hizo mambo ya tuhuma za watu kutekwa na kadhalika, CCM mara zote imesisitiza kwanza kukemea. Hatuwezi kuunga mkono vitendo vyote vya namna hiyo. Lakini la pili, CCM imetoa wito kwa vyombo husika ambavyo vimekabidhiwa mamlaka kufanya uchunguzi na kuchukua hatua stahiki za kisheria. Huu ndio msimamo wa CCM siku zote. Moja, hatuungi mkono na tunalaani vitendo vyovyote ambavyo vitahusika na mambo yanayohusiana na utekaji na mambo ya jinai kama hayo. Lakini pili, CCM imetoa wito kwa jeshi la polisi na vyombo vingine ambavyo vinahusika na masuala haya, vyombo vya dola, vifanye uchunguzi na kuhakikisha kwamba wanaohusika wanafikishwa katika vyombo husika vya sheria kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Mmekuwa mkiridhika na namna ambavyo hiyo kazi ya jeshi la polisi imekuwa ikifanyika? Kwa sababu kuna mijadala ambayo inaendelea kwenye mitandao ya kijamii, ni kama sehemu kubwa ama baadhi ya sehemu ya jamii inaona kama kazi ambayo imekuwa ikifanyika haifanyiki vya kutosha, na bado vitendo vipya pia vinaendelea kutokea ukiacha vile ambavyo vimeshatokea miaka ya nyuma. So katika hali ya kawaida sisi kama binadamu, sisi kama chama tungetamani ifanyike kuzuri zaidi, kwa haraka zaidi, kwa wepesi zaidi. Lakini bado kama tunarudi kwenye msingi wa utawala wa sheria, ni muhimu kuvipa vyombo husika nafasi vifanye. Kwa hivyo kama wakishatoa taarifa kwamba tunaendelea kuchunguza, nadhani kama chama cha siasa huna zaidi ya kwenda hapo. Ni vizuri kuvipa vyombo husika vifanye jukumu lao. Lakini kama chama cha siasa, kama raia, hata mimi mwenyewe ni kusisitiza na kutoa muhimizo kwamba tafadhali ni muhimu uchunguzi ukakamilika na wananchi wakapewa taarifa juu ya mambo haya. Nyie ndio mnaosimamia serikali, kwa maana ya chama kimeshika hatamu. Mnapoona kwamba matokeo ya kile mlichoelekeza hayatokei kwa wakati, mnafanya nini? Ama nguvu yenu ni ipi? Nguvu ya chama cha siasa ya kwanza ni kuhakikisha kwamba kinatoa sera. Hiyo ndio nguvu yake ya kwanza. Ya pili ni kupambana kipata nafasi ya kuunda serikali ili ile sera zake ziweze kutekelezwa. Hiyo ni jambo la, ukishaunda serikali tunaisimamia serikali kwenye utendaji wake. Sasa usimamizi wa chama cha siasa kwa serikali haimaanishi kwamba basi unaenda kuwasimamia nyuma au unawapeleka. Bahati nzuri serikali ni ya kwetu. Muhimu ni kutoa wito na kuhakikisha kwamba utawala wa sheria unafanya kazi katika nchi. Hili ndio jambo kubwa ambalo baadhi ya wananchi wako unaona kwamba waridhiki na namna ambavyo swala hili limekuwa likishughulikiwa. Katika hatua hiyo sasa ndio natamani kujifunza. Kama chama mnafanya nini? Kama unavyosema kwamba moja kati ya kazi yenu ni kuisimamia serikali na vyombo vyake. Nini mnaweza mkafanya baada ya hapa, baada ya kuwa mmescan na kuona kwamba kuna kundi kubwa
la wananchi ambao wanaonekana kama hawaridhiki na hatua ambazo zinachukuliwa kwenye masuala haya? Sasa kundi kubwa, unaweza kujadili kundi kubwa kiasi gani, lakini hoja hapa ya msingi ni kwamba ni kuwa na a clear position as a government na kama chama kwamba jeshi la polisi kupitia vyombo vyako, sababu jeshi la polisi limepewa jukumu hilo. Jukumu lake la msingi ni kulinda raia na mali zake, na kuhakikisha kwamba nchi ipo salama na imetulia na wananchi wanafanya shughuli zao za kimaendeleo na zingine za kijamii, kiutamaduni vizuri bila bugdha. Na pale inapotokea kwamba kuna mmoja watu katika jamii amefanya matendo ambayo yanakinzana sheria zetu, basi jeshi la polisi kazi yake ni kuchukua hatua na kupeleka mahakamani. Ile kazi ambayo tunataka kusisitiza sisi kama chama kwamba hakikisha kwamba watu husika wanachukuliwa hatua na wananchi wanaenda kulindwa. Kwenye mwendelezo wa hilo Mheshimiwa Waziri, pale jimboni kwako Ubungo, ambapo maana yake pia wewe ni mwakilishi wa wananchi. Ndiyo. Kuna baadhi ya wananchi wako pale ambao walikuwa wanaabudu kwenye kanisa la Askofu Gwajima. Wanaona wamenyimwa haki ya kuabudu ama uhuru wao wa kuabudu umeingiliwa katika haya ambayo yametokea siku za hivi karibuni kutokana na maamuzi ya kulifunga lile kanisa. Unalipi la kusema? Sasa unajua, kama nilivyosema awali, ikishakuwa nchi ambayo inafuata misingi ya utawala wa sheria, muhimu ni kwamba jambo lote ambalo limefanyika liwe limefanyika kisheria. Na katika kutekeleza sheria kuna watu wataumia. Ni kama tu vile ambavyo ukiambiwa kwamba tunataka kupanua hii barabara, watu waliojenga ndani ya barabara waondoke. Kuna mwananchi amejenga ghorofa lake zuri sana lakini ndani ya barabara. Kama mbunge, mwananchi wako akibomolewa barabara utasikitika. Lakini muhimu sana ni kwamba sheria imezingatiwa. Kwa hiyo hata wananchi wangu ambao kanisa lao pale limefungwa pale Ubungo, obviously nasikitika kwa sababu wananchi wangu pengine itabidi watafute sehemu nyingine ya kwenda kuabudu. Lakini kama wananchi wale imetokea vile katika utekelezaji wa sheria za nchi, nawapa pole, lakini vile vile ni kuzingatia kwamba sheria sasa sheria, bahati mbaya sheria huwa inakata kote kote. Kama sheria imeshachukua mkondo, huwezi kusema sasa wananchi wa Kitila hawa, hebu sasa unajua hapa sasa sheria imeshatekelezwa. Kuna mtazamo wa kwamba kama palikuwa na tatizo na askofu mwenyewe, kwa nini msidili na mwenye tatizo badala kudili na taasisi? Una maoni gani? Sasa hiyo ni mtazamo. Mitazamo ipo. Natamani kupata wakwako kama mwakilishi wa wananchi kwenye eneo husika. Mitazamo ipo. Mitazamo ipo, lakini hoja hapa ni kwamba je, kile ambacho kimefanyika ndani ya sheria? Namba moja. Mbili, kuna remedy, yani kuna namna ya kurekebisha kama watu hawajaridhika? Ndio. Kwanza kuna hatua mbili. Hatua ya kwanza, kanisa lile lina siku 21 ya kukata rufaa kwa waziri wa mambo ya ndani. Lakini tatu, nchi kama nilivyosema inazingatia utawala wa sheria. Ikionekana yote imeshindikana, wana nafasi ya kwenda mahakamani. Sio kwa mimi, wito wangu kama mbunge wa jimbo la Ubungo na wananchi wangu wale, na wapa wito kwamba kama hawajaridhika na iliyochukuliwa hatua ile, hebu wachukue hatua ambazo zinafuata za kisheria. Moja, wakata rufaa kwa waziri wa mambo ya ndani. Wakiona hilo waliridhiki, waende mahakamani. Ndio utawala sheria unavyotaka. Kama mwakilishi wa wananchi ambapo eneo hiyo, taasisi hiyo inapatikana. So far kwa uelewa wako, askofu ametenda kosa gani? Sasa ile hapa tulipofika kujua kosa gani ametenda, tunaviachia vyombo husika. Kuna polisi walienda pale wakamhoji, wakafanya nini siwezi kujua. Hapo nitasikiliza na mimi nasubiri kwa hamu. Unadhani umetimiza wajibu wako ipasavyo kama mwakilishi wa wananchi kuwa na taasisi kubwa kwenye jimbo lako na huna hata taarifa za kujua kosa ambalo limetendwa? No, nasubiri na taasisi imefungwa. Taarifa watoe. Walitoa kwenye ile statement ya serikali iliyotolewa na Bwana Emmanuel Kihampa. Na wakasemaje? Ilieleza vizuri ilieleza vizuri kwamba kwa mujibu wa sheria, wakati na sheria pale, kanisa lako katika hizo siku za hivi karibuni limeendeshwa, limevunja kipengele hiki na hiki na hiki kwa sababu hii, na kwa hiyo ilieleza kwenye statement. Kwa mimi kama mwakilishi wa wananchi, ni hatua yangu ya kwanza ni kujua hilo, lakini ya pili kuwahimiza kutekeleza sheria, lakini la tatu, kama hawajaridhika na wahimiza wakakata rufaa mambo ya ndani ama kwenda mahakamani. Na tena kama mbunge, hata kwa mfano ningeombwa wangekwama, labda wale hawawezi kukwama, ni kanisa kubwa, lakini ingetokea wananchi kama wafanya kwa wananchi wengine, anakuja bwana, mimi nataka kwenda mahakamani, lakini kwa kweli nimeshindwa wakili ambaye nakuchangia kwenda kwa wakili.
Mheshimiwa, unapata nafasi ya kuwaona wananchi wako wa pale Kimara Mwisho nyakati za asubuhi wakiwa wanapambana kwenda kulijenga taifa? Na waona. Huwa unapata taswira gani? What goes through your mind? Nasikitika kwamba kuna changamoto ya usafiri mkubwa sana wa mwendo kasi. Ile inaonipa matumaini. Matatizo ambayo unayapata ni ya muda mfupi. Ninafahamu kama waziri wa mipango kwamba serikali kwa kushirikiana na wadau wa sekta binafsi tayari tumeagiza mabasi karibu 200 ambayo yataingia mwezi wa 6 mwishoni au mwezi wa 7. Na najua vile vile kwamba serikali inaendelea kuboresha miundombinu ya ujenzi wa barabara za mwendo kasi ambazo zitakamilika mwaka huu. Kwa hiyo nafahamu kuna shida lakini ya muda. Kinachonipa faraja ni kwamba tayari serikali inaendelea kutekeleza mipango mbalimbali ambayo inakwenda kuboresha mazingira hayo na wananchi wataenda kupata huduma vizuri. Wapi tulikosea ili kosa lisijitokeze tena? Sidhani kama tulikosea, lakini hoja hapa ya msingi ni kwamba lazima tulikosea mheshimiwa. Yeah, of course. Yaani kwamba mlikuwa wakati mnapanga mwendo kasi kile ndio mlichokuwa mnakipanga? Hapana. Obviously hoja hapa ni kwamba kwanza ujenzi wa miundombinu, lakini pili ni swala zima ambayo serikali inafanyia kazi namna ya kuendesha haya mabasi. Kwa sababu mwanzoni idea ilikuwa kwamba serikali itaendesha kupitia kampuni yetu ya UDART, lakini inaonyesha wazi kwamba kuna haja ya kuachia hizo huduma. Serikali imejenga miundombinu, uendeshaji kwa kweli wafanye sekta binafsi ambao wanaweza zaidi kuliko serikali kama ilivyo mabasi mengine. Kwa hilo ni eneo ambalo lakini original setup ya mradi wa mwendo kasi ilikuwa na kampuni binafsi ambayo ilikuwa inasimamia sehemu ya mabasi. Haikufanya vizuri. Ndio maana nimekuuliza wapi tulikosea. Kwa hiyo ninafahamu kama waziri wa mipango kwamba serikali kwa kushirikiana na wadau wa sekta binafsi tayari tumeagiza mabasi karibu 200 ambayo yataingia mwezi wa 6 mwishoni au mwezi wa 7. Na najua vile vile kwamba serikali inaendelea kuboresha miundombinu ya ujenzi wa barabara za mwendo kasi ambazo zitakamilika mwaka huu. Kwa hiyo nafahamu kuna shida lakini ya muda. Kinachonipa faraja ni kwamba tayari serikali inaendelea kutekeleza mipango mbalimbali ambayo inakwenda kuboresha mazingira hayo na wananchi wataenda kupata huduma vizuri. Wapi tulikosea ili kosa lisijitokeze tena? Sidhani kama tulikosea, lakini hoja hapa ya msingi ni kwamba lazima tulikosea mheshimiwa. Yeah, of course. Yaani kwamba mlikuwa wakati mnapanga mwendo kasi kile ndio mlichokuwa mnakipanga? Hapana. Obviously hoja hapa ni kwamba kwanza ujenzi wa miundombinu, lakini pili ni swala zima ambayo serikali inafanyia kazi namna ya kuendesha haya mabasi. Kwa sababu mwanzoni idea ilikuwa kwamba serikali itaendesha kupitia kampuni yetu ya UDART, lakini inaonyesha wazi kwamba kuna haja ya kuachia hizo huduma. Serikali imejenga miundombinu, uendeshaji kwa kweli wafanye sekta binafsi ambao wanaweza zaidi kuliko serikali kama ilivyo mabasi mengine. Kwa hilo ni eneo ambalo lakini original setup ya mradi wa mwendo kasi ilikuwa na kampuni binafsi ambayo ilikuwa inasimamia sehemu ya mabasi. Haikufanya vizuri. Ndio maana nimekuuliza wapi tulikosea. Kwa sababu kama kiongozi wa serikali kama una majibu sahihi ya wapi tulikosea, maana yake inawezekana hata tukileta mabasi mapya tutarudi kwenye shimo lile lile. Several places. Ya msingi sana mwanzoni wakati tumeanza kama unavyofahamu na sitaki kuzungumza sana kwa sababu wengine wapo mahakamani. Mkandarasi tuliompata wa kuendesha huduma hii kwa Dar es Salaam hakuwa sahihi sana. Kwa hivyo hakufanya vizuri. Kimsingi hakutekeleza yale ambayo tulikubaliana kwenye mkataba. Kwa hiyo ilibidi tuanze upya, lakini tunaamini kwa hatua ambazo tunazichukua tutapata watu ambao ni serious, miundombinu serious na mabasi ya kutosha ili kupunguza adha ya Dar es Salaam na kukamilisha vile ambavyo serikali na Benki ya Dunia tulikubaliana. Asante sana. Kwa majina naitwa Ali Silvanus Theodira. Ndugu mheshimiwa, vijana wengi hapo Ubungo hawana ajira, mitaji ni shida na fursa hazionekani wazi. Ukiwa waziri na mbunge wetu, hatua gani umechukua kuhakikisha vijana wa Ubungo hatubaki nyuma? Kwa jina naitwa Imani Msanya. Ni miaka 5 sasa mheshimiwa mbunge Kitila Mkumbo. Maji yanasumbua kwenye maeneo mengi tangia miaka 5 tukuchague mheshimiwa. Kwenye manispaa ya Ubungo kama Kimara, Salanga na Mafuruza. Je, ni lini suluhisho la kudumu litapatikana juu ya manispaa ya Ubungo? Kwa Mafuruza ambayo ipo kwenye jimbo langu pale kata ya Kimara, especially eneo la Golani, tulikuwa na changamoto kupandisha maji pale mlimani. Na mimi wanafahamu wananchi, niongea na waziri wa maji nikampeleka mpaka pale
akatatua. Kwa kuna mabomba wanayatandaza na tunaamini yale yakikamilika maji kata mtaa wote wa Mavurunza ikiwemo eneo la Golani itaimarika. Lini unategemea? Tunatarajia kwa maelezo ya DAWASA mwezi wa 6 mpaka wa 7 itakuwa imeisha. Eneo la Saranga ambapo ipo jimbo la Kibamba wanafahamu kwamba ule wanamalizia mtandao wa kuchukua maji kutoka tanki jipya. Likisha kamilika hili wanajenga sasa mtandao wa kusambaza maji katika maeneo ya jimbo la Kibamba ikiwemo kata ya Saranga. Na yenyewe tunaamini kwa walivyotueleza DAWASA miezi mpaka mwezi wa 7 itakuwa imekamilika, na tunaamini kwamba wananchi wengi watapata nafasi. Lakini tuseme kwamba Dar es Salaam katika miaka hivi karibuni huduma ya maji imeboreka sana. Huko nyuma hali ilikuwa mbaya sana hapa Dar es Salaam. Mimi nilikuwa katibu mkuu wa wizara hiyo. Wakati tumeanza pale tulikuwa tunapambana, wananchi walikuwa wanatembea na madumu mji mzima huko. Lakini serikali imefanya kazi kubwa ya kuboresha miundombinu na huduma imeimarika, na ni waahidi wananchi kwa niaba ya serikali kwamba tunaenda kuimarisha huduma ya maji katika mkoa wa Dar es Salaam. Naomba na mimi nisakafie la kwangu. Wewe unakaji. Mheshimiwa, kwanza nitadeclare, nitasema mtazamo wangu kama ulivyo. Mimi nilikuwa namwambia mtu mmoja akasema siku akinifikia, nashukuru imeingia pia kwenye ilani ya chama chenu, Chama cha Mapinduzi, swala la kutengeneza katiba mpya. Akasema timu ikinifikia kukusanya maoni yangu, la kwanza nitakalolisema, sikubaliani na swala la mbunge kuwa waziri kwa sababu nyingi. Moja, siamini kama haya majukumu yote ni mazito anaweza kujigawa. Pili, naona kuna mgongano wa kimaslahi kwa sababu kuna wakati unatakiwa uongee kama mwakilishi wa wananchi, at the same time unatakiwa kuitetea serikali. Naona hapo kuna mambo mengi yanatokea. Naona sasa linafanana na hili la kwamba ulipoteuliwa bwana kuwa waziri umechimba jimboni, inawezekana sasa hivi ndio umeanza kutokea labda. Wananchi kwa kweli ameulizwa na swali kwa sababu wanafahamu kwamba mimi ni mtu ambaye ninakaa sana jimboni. Kipata dakika chache tu nipo jimboni. Wanasema hawakuoni. Tulie sasa naendelea kujibu. Kwa hiyo wananchi wana haki ya kuexpress maoni yao na mimi nayapokea. Lakini niseme kwamba nimeendelea. Hata sasa hivi kesho kutwa na shughuli jimboni. Ilikuwa kesho niwe na ziara Makurumla, tumeaisha kwa sababu siku ya Idi. Kwa hiyo nipo jimboni, nipo na waziri, najitahidi kubalance. Kumekisha kwamba kazi za waziri nazifanya. Lakini sisahau msingi, kwa sababu msingi wa waziri ni mbunge. Unazungumziaje mtazamo wangu? Uko sahihi au ni kwa sababu sipo upande huo, labda kuna kitu sikioni? Hapa duniani kuna mifumo mbalimbali. Sisi tupo katika mfumo wa Jumuiya ya Madola, Commonwealth, ambayo ni yale mataifa ambayo litawala na Uingereza, ambayo ndio yanaunganisha kwamba mbunge, sifa ya kuwa waziri lazima awe mbunge. Ndio katiba inavyosema kwa sasa. Ukienda Marekani wao mfumo tofauti kwamba wamefanya total separation. Mbunge ni mbunge, serikali ni serikali. Wenzetu wa Kenya wameadopt hiyo. Lakini wenyewe wameanza kujuta. Wanatamani warudi kwenye mfumo wa zamani kwamba mbunge ni vile vile ni waziri ili aweze kuwajibika vizuri bungeni. Kwa sababu sasa Kenya wanalalamika sasa hivi kwamba waziri hawaonekani bungeni. Yaani sasa anakuwa na hiari kwenda bungeni au kutokwenda. Lakini ukiwa mbunge na waziri huna option, kwa sababu wanaowajibisha mawaziri kwa niaba ya wananchi ni wabunge. Kazi ya ubunge ni kazi kubwa. Ni kazi ngumu, lakini ni kazi yenye baraka kwa sababu natumikia wananchi. Na tunajitahidi kubalance majukumu hayo kuhakikisha kwamba tunafanya. Lakini kwa mfano sisi serikalini, rais wetu mawaziri amewapa, kila waziri amepewa muda, nenda jimboni. Unakaa jimboni wiki 2, wiki 1, unafanya shughuli za jimbo kwa kipindi hicho. Na tunajitahidi kufanya hivyo kuhakikisha kwamba kwa hiyo niseme tu kwamba mifumo yote hii ina faida na changamoto zake. Hata ukiamua kwenda mfumo wa Amerika una changamoto zake. Nimekwambia wenzetu majirani wa Kenya wana mfumo kama huo, na baadhi ya watu wanasema huu mfumo sio mzuri. Kwa hiyo lakini muhimu ni kwamba sisi serikalini tunapewa nafasi ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na muda jimboni. Na wananchi wa jimbo la Ubungo ni waahidi kwamba mbunge wenu nipo na naendelea kushughulikia changamoto zote ambazo zinajitokeza ikiwemo shughuli zetu za barabara. Kama unavyofahamu barabara nyingi tayari tumeshaanza kuweka wakandarasi. Na zile barabara za DMDP bahati nzuri wakandarasi wengi wamesha sign na tayari wameshaanza barabara. Nafahamu wananchi wa Sinza kwa mfano tayari wana magreda ndio kuchapa kazi, na ni waahidi kwamba tunaenda kusimamia utekelezaji wa ilani ya CCM kwa muda uliobaki. Na mimi kama Kitila Mkumbo mbunge wao mpaka mwaka 2025 nipo na bado nipo na ninakuja. Mungu awabariki sana. La mwisho la kichokozi. Unahitaji kiasi gani kugombea ubunge? Kwa mfano kwa jimbo lako la Ubungo, bajeti yako ni kama shilingi ngapi? Bajeti ya kugombea ubunge?
Hiyo tutazungumza. Nilijua utanikimbia. Bwana, huyo ni Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, mwanasiasa, msomi na of course moja kati ya watu ambao tumekuwa nao sana kwenye siasa na uongozi wa nchi zetu kwa miaka kadhaa sasa. Tumezungumza naye mambo mengi sana, tumemskani kweli kweli, na kiukweli ametupatia majibu yake ambayo ameweza kutupatia kwenye issues ambazo tumezungumza. Lakini kubwa jingine ambalo hasa lilifanya tukamleta kwenye skana ya wiki hii ni kwa sababu Mheshimiwa Kitila Mkumbo alipata heshima ya kupata uteuzi kwenye chama chake wa kuongoza kamati ya uandishi wa ilani ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2025. Maana yake ni kwamba hii ndio ilani ambayo itakwenda kutumika kama wananchi wa Tanzania watatoa ridhaa kwa chama hicho kuliongoza taifa letu kwa miaka mingine 5. Thank you so much for your time, na tunashukuru sana kwa wakati wote kuendelea kuichagua Clouds Media Group. Mimi naitwa Caesar, ndio scanning officer ambaye tunakutana hapa kila siku ya Jumatano. Cheers.